So tuko hapa Ngong Race Course, the waterfront, na tumeingia ndani. Tumekuwa na issues kuingia. Nimekutana na mabeste wangu mazee, tumefanya nao kwa industry for 14 years. Wananiambia siwezi ingia na niko na tickets. So but ni sawa. Tunasema ni struggle, yani ni kama 1963. Wazungu walikuja hapa wakachukua nchi yetu. Mau wali have to fight mazee ndio tupate independence kwa our own country. Walikuja wakatupata hapa mazee kama wa Kenya, wakachukua highlands, wakachukua kila kitu. It's the same thing bro, na tutakuwa na hiyo freedom juu. The reason nastopewa kuingia kwa hii event ni very obvious, yeah? But tuko ndani, si ndio? Mimi shida yangu ni moja tu. Nyashinski has to perform last. And that's why I'm here. Sijakuja kucause any chaos. Nimekuja kuenjoy event. Adekunle, Melina anaitwa nani? Adekunle. Adekunle is my friend, yeah? And I proved it today. Adekunle. And the fight is not against poverty. The fight is against poverty, not against one another. Africa, the United States of Africa, yeah? I'm not fighting against Africans, I'm fighting for Kenyans. Wacha niwaambie ukweli leo. Hakuna venye Nyashinski angeperform wa mwisho na mnajua. Ajai happen. Adekunle angeperform. Adekunle angeperform wa mwisho. And you know it. Atunge shout, atunge make noise. That's why Nyashinski leo anaperform wa mwisho. But in the beginning, yeah? Nasema luta continua. Every event itaholdiwa in the Republic of Kenya. From the billboard tutakuwa na picha ya Otile, Meja, Nadia Mukami, Sauti Sol, Waire kubwa, and the visitors zitakuwa ndogo. Kwa sababu Sauti Sol wakienda Nigeria, they usually perform as the first artist. Na wala sina wadogo wadogo wanakuja after Sauti Sol. So we are just saying, let us be fair. Venye tunashare hii keki. Yeah? The way you treat us in our neighboring countries, the way we treat you here. We want equal pay, we want equal and fair treatment. Backstage, wasanii wote wakuwe na space yao, wapewe heshima yao, yeah? So leo is a very historic day. Story inaendelea pale, nimeona anaitwaje huyo rapa mdema ametoka, Otile ameperform, but the most important historic thing ni Nyashinski has to perform last. I'm insisting because it has a connotation. It has a subliminal messaging. Mutu perform last ndio showstopper. And truly Nyashinski yako na ngoma mob. Kabla nikiwa high school, Nyashinski alikuwa anasema tuendelee ama tusiendelee. So mimi nasema tuendelee, yeah? So that's why I'm in here. For no other reason. So kusenangi event sija inviteiwa ama event si perform. This is my first one in 5 years. Yeah? So that's basically it. Maliza. Unasikia? That's what we are saying. This is Kenya. Unasikia wa Kenya? Na nimbe sasa yuko hapa. We have been hypnotized in ukoloni mambo leo. We have been hypnotized to believe that they are better than us. They are brothers, but they are not better than us. Because the radio, the TV, the matatu, the DJ, they play one song. My baby, my Valentine, kila mahali. So, kuna venye tuko hypnotized, yeah? To believe that they are better. They are not. We are equal, tulipwe equally, tupewe fair and equal treatment. That's what we are fighting for. Tupatane Parliament Tuesday. Kako na swali muulize. Did we expect to see you? No, I've not been paid. I'm very expensive. I'm here with I'm here with 6 security men. Recommend is the most expensive MC in Africa. I don't go to events where I'm not performing. Nimeleta value hapa, a lot of value. I'm not siendi kwa stage. Yeah, Nyashinski mwenyewe pia amekubali kwamba ataperform mwisho. Mimi siamini mpaka nione. When you mean treat kwa gate. Me I'm very intelligent. Kwa nini unakataa niingie?
Na nimepiga Nyashinski simu nikamwambia bro, kama sio mwisho usipande, akaniambia sawa. Kwa hivyo amekubali kabisa. Amekubali. So lazima perform mwisho. It's an historic moment, very important. It a determine tick. This is Kenya. Unasikia wa Kenya wewe. Hauni prezo. Mondi, ningependa kuuliza swali. Utaweza kuachieve revolution peke yako ama una plan kuwaka na wasanii wengine? Wasanii ni wajinga, wapumbavu, wamelala, wamekata kuamka. Siwahitaji. Bien, Sauti Sol, you can go. Ndio alitumia hiyo. Uliona kitumia? Yeah, I don't need them, man. I don't need them. They're stupidly slumbering. They're mediocre. They're sleeping. Wananitukana, najaribu kuwasaidia. I'm a comedian. Yeah? Siwahitaji Kido. Ndaifanya one man army. Na itapitishwa kabla Disemba. Na tutawatoa wote, Sauti Sol waende, King Kaka aende, kila mtu aende. Tuta raise bro, a new generation. It has been done in other countries. We do not need them. If they can't listen to my message, they can go die, bro. Why do you think our wasanii, what is the main reason you think our wasanii wanakataa kukuwa part of the revolution? Pride and ego. Hawataki hii ni kitu wangefanya, inafanywa na comedian, bro. Yeah? And they understand that I'm the president of entertainment. I'm very influential, yeah? And they know I don't need them. And niliwaambia leo, I'm Kenny, it's your last warning, nikapost Miss P. Bro, do you know how many people in Mathare can sing better than Bien? Do you know how many rappers Khaligraph alituweka kwa page yake during Odi what? Ordinary. They are better than Khaligraph, bro. Wamefinyiliwa na hawa wazee. Nitawaua, nitawazika, wakufe. They have, amnangoja Tuesday, wakose kuja parliament. I will declare war on every one of them. Wanatuaibisha kama country, hawainui flag yetu, wamelala. Naona leo nani ameenda hapo, Sanaipa Itande kwa NTV. Anasema, me I'm singing good music, I don't care, she's complacent. And hii ndio message napatia every leading musician, from Sauti Sol to Khaligraph to Otile to Nadia to all of them. I'm giving them the last warning. We will kill them because we have 46 million Kenyans. They are only 13. They are 12, not 13. It takes me a week, bro. It takes me a week to declare them none and void. Hiyo kitu ambacho tutakuwa tunafanya on Tuesday, will it be a peaceful demonstration ama itakuwa nini specific? Itaenda vile itaenda, lazima ipitishwe by all means necessary. Wewe nikuulize, Kenya ndio ipande independence, ilikuwa peaceful? Wazungu wangetupatia tungechukua, walikataa kutupatia, tukaenda msituni. So Tuesday tunaenda peacefully. Wakitunyima watatuambia kwa nini wanataka kupush other countries, other cultures, other genres, other musicians more than our country. Nigeria wako na 85% local. Ghana wako na 75% local. Zimbabwe wako na 75% local. South Africa wako na 85% local. Canada wako na 95% local. Na Jaguar tunakuambia tunakuja Tuesday na wewe lazima upitishe hii. And Ali, it's very important nikuambie, I do not need Bien. He's one person. I do not need Otile. I do not need Khaligraph. They are single people. Hauoni kama una risk maisha yako kwenda parliament peke yako? Ha? Hauoni kama una risk maisha yako kwenda parliament? Bro, Mandela kwa live. Kenyatta kwa live. Dedan Kimathi kwa live. Bro, tumedanganywa. The reason wameleta Otile hapa, the reason wameleta Fena hapa, the reason wameleta Nyashinski hapa is to ni wizi, bro. It's conmanship. Wameleta fans wa Otile, fans wa Fena, but hawange, bro, hawajawahi cut and raise. This is the first time Kenya na cut and raise. Eric Omondi amekataa. And that has to be the continuous narrative. Tukiona billboard, bro. Na iko na mnaijama Tanzania. Diamond best yangu. But sasa kuona picha ya Diamond kubwa kushinda picha ya Nadia. And I have my reasons. Juu Nadia akienda Tanzania, bado picha ya Diamond ni kubwa. So what are we doing? Of all those artists ambao,
in Kenya hakuna msanii yote ameamua kushika mkono. Hata hakuna msanii mmoja ameamua kushika mkono kwenye hii revolution. Sana ameshika mkono ni Uganda. Ni Chameleon. It's not Kenya. Unasikia venye wanakuwa, that's hypnosis. Hypnosis there. Because that's what we listen on the radio. That's what we listen on TikTok. Hiyo ndio kwa TV, kwa club, kwa matatu. Yeah? My baby, my Valentine. Nyashinski ametoa ngoma bro, unajua? Ametoa na Sanaipei. Jana, unajua? Ngoma noma sana. Meja na Nadia ametoa ngoma, sikia.